Ndugu watazamaji, karibuni kwenye Mifa TV. Ikiwa ulikuwa bado kutufuatilia, basi unaweza ukabonyeza alama ya subscribe ili kuendelea kupata taarifa zetu kwa muda, usiweze kupitwa na taarifa yoyote ile ambayo tunaitoa hapa kwenye Mifa TV. Siku ya leo nakuletea taarifa ya kifo cha Joseph Kabila. Watu wengi wamekuwa wakiongelea kuhusu kifo cha rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Joseph Kabila Kabange, mtoto wa mzee Kabila, Desire Kabila, ambaye aliongoza kwa miaka si chini ya 18 akiwa madarakani kama rais wa demokrasia ya Kongo. Baada ya wahasi kuingia aweza kuvamia kwenye Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, ilibainika kuwa Kabila anafanya njama, anashirikiana na wahasi hao ili kufanya mapinduzi, na alikuwa ni seneta wa maisha, so walimvua useneta na kumhukumu kifo, yani alipewa adhabu ya kifo, na hivyo alikuwa anakimbia kutoka nje ya nchi, na alikuwa akiingia ndani ya nchi kwa uficho, na ikaja ikabainika kuwa alikuwa anashirikiana na M23. Ngoja nikusomee taarifa, kwa maana ni habari ambazo sio za kuaminika kwa 100%, kwa maana kuna watu wanasema ni kweli kafa, kuna watu wengine wanakuambia bado hajafa, ila habari za ndani kabisa ni zile za chini ya kapeti zinasema kuwa Kabila amekufa, amefariki na mazishi yake yamefanyika kimya kimya, haikutakiwa mtu kujua. So hapa na kusomea taarifa ya habari. Ilikuwa Jumapili, Januari 25, 2026. Meja Jenerali Mugisha Frank wa kikosi cha ulinzi cha Rwanda RDF alishikilia kauli ya kwamba shambulio la ndege zisizo na rubani lililolenga mkutano wa kimkakati huko Uvira Kalundu, lililolenga kushambulia jiji la Kalemi, lilisababisha vifo vya maafisa kadhaa wakuu na maafisa wengine wakuu wa RDF. Namba 1, Meja Jenerali Rukika Rusisi, kamanda wa RDF. Hilo ni jeshi la Rwanda. Namba 2, seneta wa maisha aliyegeuka kuwa kiongozi wa wahasi Joseph Kabila Kabange. Huyo hapo ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namba 3, Brigedia Jenerali Andre Nyamvumba wa RDF, mhandisi wa kijeshi aliyefunzwa nchini Israeli. Namba 4, Brigedia Jenerali Byamungu, naibu mkuu wa wafanyakazi wa M23. Namba 5, Luteni Kanali Willy Ngoma, msemaji wa M23, ambaye ni meya mpya wa jiji aliyeteuliwa na wahasi wa M23 pamoja na RDF ya Rwanda. Vilevile maafisa kadhaa wa wahasi wa Kitusi wa Rwanda na maafisa wasio na tume. Hakika Meja Jenerali Frank anayemfahamu Kagame na jeshi la Rwanda kuliko mtu yeyote alithibitisha tena Jumapili hii maombolezo ya kimya kimya ya jeshi la Rwanda mjini Kigali, na alidai kuwa ndege ya FARDC ambayo ilivuruga mipango yote ya Rwanda huko Uvira ilizinduliwa kutoka Kisangani. Hiyo ndio taarifa ambayo ipo mpaka sasa, ila tunasubiri vyanzo vingine viweze kuweka wazi kuwa amekufa kweli, aweza bado yuko hai. Ila tufuatilie hapa Mifa TV ili usije kupitwa na taarifa yoyote ambayo inaendelea sasa hivi nchini Kongo na duniani sehemu tofauti tofauti. Tunatumia pia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, TikTok na Facebook. Huko unaweza kutufuatilia ili usipitwe na kitu chochote. Hapo utapata updates zote. Kama nilivyokuambia mwanzo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe. Mtangazaji wako ni William AB Sample Latan aka Mane Magnet, aliyekuti ni baba sita wa mama sita, wote unawafahamu wewe. Wananiita mbuga chungu siku hizi, Mfalme Nebukadneza wa kizazi kipya. Asanteni sana. Hii ni Mifa TV, TV ya watu wote.